Ndugu mtazamaji, karibu kwenye chaneli ya simulizi za kutisha na kusisimua iitwayo The Book of Magic Stories. Kama ndio mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, tafadhali gusa alama ya kengele ili kusubscribe na uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo ninapokuwa nimeweka simulizi mpya. Karibu sana kwenye chaneli hii na mimi ni Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Ndani ya kuta nene za gereza la Fox River State Penitentiary katika jimbo la Illinois, kulikuwa na hadithi ambayo haikuandikwa kwenye faili rasmi wala kusimuliwa kwa sauti kubwa. Ilikuwa ni hadithi ya akili dhidi ya mfumo, mipango dhidi ya minyororo na matumaini dhidi ya kuta za saruji. Wafungwa watano waliotoka mazingira tofauti kabisa waliunganishwa na lengo moja: kutoroka kwa ustadi mkubwa bila kuacha ushahidi. Fox River ilikuwa jela ya usalama wa juu iliyojengwa kwa muundo wa kisasa. Minara ya walinzi ilisimama kila kona, taa kali zikiangaza usiku kucha. Kamera zilizunguka kila korido, kila mlango ukiwa na kufuli la kielektroniki. Hakukuwa na nafasi ya makosa, hakukuwa na huruma. Siku ya joto kali ya kiangazi, mfungwa mpya aliwasili. Jina lake lilikuwa Daniel Cross. Alionekana mtulivu, mwenye macho ya kuchunguza kwa makini kila kitu. Wengi walidhani ni mhasibu aliyepata matatizo ya kifedha, lakini ukweli ulikuwa tofauti. Daniel alikuwa mhandisi wa miundo, mtu aliyebobea katika michoro ya majengo na mifumo ya ndani ya kuta. Ndani ya gereza hilo tayari alikuwepo ndugu yake mkubwa, Marcus Cross. Marcus alikuwa amefungwa kwa kosa la mauaji ambalo Daniel aliamini lilipangwa ili kumfunga kimya. Marcus alikuwa mwenye nguvu, mwenye heshima, lakini ndani yake alikuwa amekata tamaa. Daniel hakuja gerezani kwa bahati mbaya, alikuja kwa mpango. Wiki ya kwanza aliomba kazi katika maktaba. Ndani ya maktaba hiyo kulikuwa na kumbukumbu za zamani za ujenzi wa gereza pamoja na ramani zilizohifadhiwa kama kumbukumbu za kihistoria. Hakuna aliyeshuku mfungwa anayesoma vitabu vya sheria na historia ya majengo, lakini Daniel alikuwa akichora jela yote kichwani mwake. Mfungwa wa pili katika mpango huo alikuwa Luis Ortega, fundi bomba wa zamani kutoka Texas. Luis alikuwa na ujuzi wa mabomba, mifereji na mifumo ya chini ya ardhi. Daniel alimchunguza kwa wiki 2 kabla ya kumkaribia. "Je, unajua bomba la maji taka linaelekea wapi?" Daniel aliuliza kwa sauti ya chini. Luis alimtazama kwa makini. "Kila bomba lina mwisho wake. Swali ni, unatafuta nini?" Daniel akasema, "Natafuta mlango ambao haujaandikwa kwenye ramani za walinzi." Luis hakujibu, lakini siku hiyo alianza kufikiria. Mfungwa wa tatu alikuwa Henry Cole, mtaalamu wa kompyuta. Alikuwa akifanya kazi ndani ya chumba cha matengenezo ya mifumo ya kielektroniki. Alikuwa na uwezo wa kuingilia mfumo wa kamera kwa muda mfupi bila kuibua tahadhari. Mfungwa wa 4, Omar Jackson, alikuwa dereva wa malari kabla ya kufungwa. Alikuwa na mtandao wa marafiki nje ya jela na alijua ratiba za walinzi kwa usahihi wa ajabu. Wa 5 alikuwa Victor Petrov, aliyewahi kuwa askari. Alikuwa mtulivu, mwenye nidhamu na mwenye uwezo wa kuvunja kufuli bila kelele. Daniel aliunganisha vipande vyote. Mpango wake aliuita Prison Break. Maandalizi yalichukua miezi 3. Luis alisababisha matatizo madogo kwenye mifumo ya mabomba ili apate ruhusa ya kushuka chini ya sakafu ya jela. Aligundua handaki la zamani la matengenezo lililofungwa kwa grill ya chomo. Henry alianza kupima muda wa mzunguko wa kamera. Aligundua kuwa kila Alhamisi usiku kulikuwa na sekunde 40 hadi 50 ambapo mfumo ulifanya uhakiki wa ndani. Omar alikusanya taarifa kuhusu mabadiliko ya zamu. Aligundua pengo la dakika 3 wakati walinzi wanabadilishana doria. Victor alitengeneza kifaa kidogo cha kufungua kufuli kwa kutumia vipande vya chomo vilivyopatikana katika karakana ya gereza. Siku ilichaguliwa, Alhamisi yenye mvua kali. Saa 3 usiku, Luis alisababisha bomba kupaswa. Maji yalifurika kwenye korido ya mashariki.
Walinzi walikimbia kushughulikia hali hiyo. Wakati huo huo, Henry aliingiza amani kwenye mfumo. Kamera zilizima kwa sekunde 45. Ndani ya sekunde hizo, Victor alifungua mlango wa huduma. Daniel, Marcus, Louis na Omar waliingia ndani ya handaki la matengenezo. Giza lilikuwa totoro. Harufu ya unyevu iliwazunguka, lakini Daniel alijua kila hatua. Walitembea hadi walipofika kwenye grili la mwisho. Victor alifanya kazi kwa utulivu. Screw zilitoka moja baada ya nyingine. Juu, mfumo wa kamera ulianza kuwaka tena. Dakika moja tu, Henry alinong'ononga kupitia kifaa kidogo cha mawasiliano. Grill iliondoka. Mbele yao kulikuwa na bomba la maji taka linaelekea nje ya usia wa pili. Walitambaa ndani bila kusita. Dakika chache baadaye waliona mwanga. Walitoka nje ya usia, mvua ikificha sauti zao. Walikimbia hadi msitu mdogo uliokuwa karibu. Ndani ya saa moja, vingirora vilisikika kote Fox River, lakini walikuwa tayari wamepotea. Lori la zamani lilikuwa likiwangoja barabarani, mpango wa Omar. Waliingia haraka. Daniel alimwangalia Marcus. Hatukuacha mtu nyuma, alisema. Marcus alitabasamu. Ulisema mfumo una udhaifu. Ulikuwa sahihi. Lori liliondoka likipotea gizani. Siku iliyofuata, vyombo vya habari viliripoti tukio hilo kama mojawapo ya kutoroka kwa ustadi mkubwa katika historia ya magereza ya Marekani. Wachunguzi walishangaa jinsi wafungwa 5 waliweza kuunganisha akili, muda na nidhamu kwa usahihi huo. Lakini ukweli ulikuwa rahisi. Ilikuwa ni mipango, uvumilivu na kuaminiana. Prison Break haikuwa tu kutoroka gerezani, ilikuwa ni ushindi wa akili dhidi ya minyororo. Na mahali pale mbali na Illinois, wanaume 5 walianza maisha mapya wakijua huria yao ililipiwa kwa ujasiri, sio kwa bahati. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.